Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi ikiwa inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha, sehemu ya 21. Kama endapo hauja subscribe chaneli yetu, gusa hapo kwa chini ya video hii, utaona kuna kitufe chenye rangi nyekundu chenye alama ya kengele. Gusa hapo, utakuwa umesubscribe. Moja kwa moja utakuwa umeingia katika familia ya wale ambao wanafuatilia Baba Sam the King Tanzania TV channel, simulizi pamoja na makala mbalimbali ambazo zinapatikana katika chaneli hii. Sasa tunachokuomba, subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa karibu katika sehemu yetu ya 21 ya simulizi hii. Baada ya Happiness kujifanya kama anaimba hivi, moja kwa moja aliamua kuchukua vyombo na hatimaye na kuanza kuviosha kama namna jinsi ambavyo anavyoimba hako ka wimbo. Na hatimaye baada ya kuwa anaosha hivyo vyombo, kumbuka tayari wameshatoka kule ambapo walipokuwa kwa Stamili, wamerudi. Kwa hiyo wakati anaosha vile vyombo, manake anaosha na hotipoti za Stamili, kwa sababu wamekuja nazo. Na wakati wanafika pale, Happiness alimwambia Stamili aweze kupika chakula ambacho kinafanana na kile alichokuwa amepika mama yake kwa ajili ya kumpelekea Loveness ili aweze kutoa ujauzito, kutokana na kwamba tayari kuna vitu amechanganya humo. Basi aliosha vile vyombo na hatimaye vikamalizika. Wakati huo Loveness yuko pale nje akiwa anawaza, akiwa amekaa kwenye msingi wa nyumba yao. Hapo ndipo ambapo huyu mwanamke wa kuitwa Stamili akawa amefika moja kwa moja kwa shoga yake huyu wa kuitwa Sarafina. Baada ya kufika pale, alianza kuzungumza huku akisema, "We rafiki yangu, ndo wakutaka kweli kumtoa mimba Loveness? Wanafikiria rafiki yangu, ile pesa ambayo leo umekopa kwangu, ulifikiria kwamba mimi sitajua kazi yake? Yaani kweli shoga yangu, umefikia kiwango hicho cha kutaka kutoa ujauzito wa Loveness? Hivi kwanza umejifikiria nini? Mimi ninachokijua, wewe ni mtu ambaye unajiheshimu, umekaa vizuri, nimekaa na wewe muda mrefu, wewe ni rafiki yangu. Leo hii kweli wewe ndo wakutaka kumtoa mimba Loveness? Unajua huyo mjukuu tutakapompata sisi sote, atakuja kuwa nani mpaka unataka kumtoa? Hapana shoga, unajua nini?
ni shida tu yani unajua kuna watu ambao walikuwa wameniambia kwamba nifanye kitu kama hicho, lakini sio kwamba eti mimi mwenyewe ndo nimedhamiria. Si unajua tena rafiki yangu, vishawishi yani vishawishi shoga. Bora wewe umekuja umenishauri vizuri. Hapana, hicho kitu nachotaka kukifanya au nachojaribu kuniambia mimi siwezi nikakikubali. Inaonekana kuna namna ambavyo ulikuwa unajaribu kuzungumza na dokta kwamba unataka utoe ujauzito wa Loveness. Mimi yote ninayajua rafiki yangu Sara. Usio unanificha ukifikiria kwamba mimi sitajua. Sasa ndo nimejua sasa. Ni kweli shoga, najua umefahamu, lakini naomba basi tufichiane siri, iwe siri yetu wawili tu. Eti siri yetu wawili? Siri yetu wawili hali ya kwamba tayari mpaka watoto wote wanajua? Sikiliza kwanza nikwambie rafiki yangu. Kwanza hiyo pesa yangu naiomba. Kwa sababu mimi nilijua pengine labda Loveness atakuwa amepeleza kwenye mtaji kidogo, imemkata biashara, kwa hiyo umeomba ili uweze kumuongezea, au we mwenyewe genge la mkaa kidogo limeenda vibaya. Shoga, wewe ndo wakutaka kweli kumfanyia? Shoga, kwa kweli hapo umeniacha hoi rafiki yangu. Sikutarajia kama ungekuwa na moyo huu. Alijikuta Sarafina anakuwa ni mtu mwenye aibu kubwa sana baada ya kuona rafiki yake Stamili amezungumza vitu vingi, na wakati kipindi hicho hata katika hiyo hospitali hakuwepo kabisa. Sarafina alianza kuwaza mambo mengi. Tena alijifikiria mno, ni kitu gani ambacho kimefanyika na huyu mwanamke amejuaje? Alikaa chini na kutafakari, akaanza kujiuliza, au inawezekana ni kipindi kile alivyozungumza na Happiness. Happiness ndo atakuwa ameenda kumwambia, au atakuwa ni nani huyu? Alikaa chini akatafakari na akazungumza yeye mwenyewe kimoyomoyo, lakini hakupata kwamba ni nani ambaye aliyezungumza ukweli wote huo. Rama huku katika upande wa pili tuliona alikuwa katika kijiji ambacho ni cha pili baada ya kuwakimbia wazazi, wakiwa wanahitaji kumletea mwanamke ambaye yeye mwenyewe hajamridhia na wala hajamtaka. Moja kwa moja akawa anaenda kulala katika jumba bovu. Maskini Rama bado anaendelea kulala katika lile jumba bovu ambalo tayari watu wako wanajaribu kutoa kila kitu, wanahamia mijini matajiri hao. Kwa hiyo wanabomoa nyumba zao za vijijini, wanahamia mjini. Sasa lile jumba ndo anamolala. Lakini alijaribu kutembea huku na kule ili aweze kuangalia kama anaweza akapata rafiki. Hapo ndipo Mungu si Asmani aliweza kumkutanisha na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Wiseman. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 21 ya simulizi hii, Mapenzi ni Furaha na Karaha,
imeishia hapa. Kama haujasubscribe channel yetu na umependezwa na simulizi zetu, tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpaka hapo sehemu ya 22 ya simulizi hii ni kuage niseme kwaheri kwa sasa. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.